Jahazi TV. Kwa hiyo tunaenda kuwafahamisha umuhimu mzima wa afya ya uzazi. Lakini kumbuka wanafunzi wa vyuo vikuu tunapoingia mwaka wa kwanza tunawakaribisha, karibuni new kama ngozi. Kwa hiyo hapo kwenye udhaifu, kama hujapata bumu au familia haijakulipa vizuri, tunawatumia vizuri. Lakini mwaka wa mwisho tunaomaliza tunasema si nimemaliza, mtajijua wenyewe na kukomoeni. Kwa hiyo kuna makundi mawili yanakutana kwenye mihangaiko inayofanana. Kwa hiyo wao wote tunaenda kuwapa taarifa sahihi kwamba bwana, mbali ya mambo haya yote kuna jambo 1, 2, 3. Hiyo ndio dhamira ya mradi huu. Na mradi huu umefadhiliwa na ubalozi wa Ireland kwa muda miezi 6, na imani yetu kuanzia mwezi ujao wa Machi tunaanza kuandika mradi mwingine. Lengo tunataka umradi at least uwe wa mwaka katika miaka 5 au 7 au 10, ili tuweze kutoa elimu sahihi ya afya ya uzazi. Na tunafanya hivyo kwa sababu data zinaonyesha za nchi kwamba kundi la vijana ndio kundi linalosakamwa zaidi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya kujamiana. Sasa huwezi kuwaondosha wanafunzi wa vyuo vikuu. Na familia zetu za Afrika, mwanafunzi akiwa chuo kikuu tunaamini ni msomi, anajua kila kitu. Kumbe sio kweli. Kwa hiyo ndio tuliokuwa nayo. Na mfano huo wenyewe wanafunzi watakuwa mashahidi, daktari utakuwa shahidi. Mimi nimefika umri huu na wengine wa kiume, hatujawahi kuambiwa hata siku moja kwamba umekuwa sasa kama kijana wa kiume ukifanya 1, 2, 3 na hatari. Badala yake mtoto wa kiume anaweza kurudi hata saa 4, saa 3. Mtoto wa kike tu akichelewa, kwa nini umechelewa na mikwaju inaanza? Uongo kweli? Lakini unapoulizwa kwa nini, hofu yetu tu kwamba utakuwa na Hamisi Kitangi, si kwamba tunakuhofu utapata nini, maradhi. Uongo kweli? Mimba, tunafikiria mimba. Kumbe sisi tunachotaka kwa protect vijana wetu wawe na taarifa sahihi. Alafu mtu akiamua kuingia asitupe lawama tena nchi kusema hatukupewa taarifa sahihi. Pia niseme tu kwamba kwa ujumla nipongeze tena Zayadesa kwa kazi hizi ambazo mimi nafahamu, hata ukimuuliza Jape tumefanya mambo mengi pamoja kuhusiana na mambo haya ya afya za uzazi pamoja na ukimwi. Mimi ni mdau mzuri sana wa hizi NGOs hasa zinazohusu mambo ya masuala ya ukimwi na afya za uzazi. Tumekuwa pamoja kwa muda mwingi, yeye ananifahamu Jape. Niwapongeze tu kwa kuchagua ile eneo la wanafunzi wetu. Changamoto wanazopambana nazo ni nyingi, na mimi nafahamu kama msimamizi, lakini pia nafahamu kama mwalimu, lakini nafahamu kama mzazi, kwa sababu tayari na watoto ambao wako vyuoni. Nafahamu ni kipindi ambacho kinatupa joto kali sana kwa sisi wazazi na walezi, lakini kipindi ambacho kinawaathiri sana wanafunzi wanapokuwa katika masomo. Sasa nyinyi leo hapa niwapongeze wanafunzi, mmepata bahati kubwa. Mimi sikupata fursa hiyo, nikaambiwa unakwenda huko, kuna hichi, kuna kile. Mungu ndio ambaye aliniongoza akanisaidia. Lakini kiukweli hali si shwari, kwa sababu unapokuwa chuo kikuu kama alivyosema manager hapa kwamba tayari jamii inakuona, imani za walimu kwamba wewe ni mtu mzima, una maamuzi ya kufanya, unajua kila kitu. Lakini cha ajabu ni kwamba si kila anaokwenda pale kwamba anafahamu na anaweza kuhimili vishindo. Kwa hiyo kuja kwenu hapa na kukaa na hawa wenzetu, naamini kwamba mtapata mbinu sahihi ambazo mtaenda kuzitumia ili mweze kupambana na ile ambacho mnaenda kukipigania. Ni kuwa na uelewa sahihi wa mabadiliko ya mwili. Ujielewe kwamba tayari umeshabadilika kimwili, umeshakuwa na makuzi sahihi. Hii ndio dhana ya afya ya uzazi. Kwa hiyo ukibadilika, sasa unatakiwa uendane na mabadiliko yalivyo. Nadhani nimefahamika. Lakini jambo jingine, afya ya uzazi ni kujikinga na magonjwa ya zinaa. Tarajio yangu baada ya mafunzo haya kumaliza ni kuwa balozi kwa wenzangu kuhusiana na masuala mazima ya afya, pia na mimi mwenyewe kujua ni jinsi gani najitunza ili kuweza kufikia malengo yangu nilojiwekea. Jina naitwa Kulthum Abdalali, ni mwanafunzi kutoka chuo cha kumbukumbu Mwalimu Nyerere kampasi ya Pemba. Vile ni rais wa serikali ya wanafunzi. Nimekuja kwenye mafunzo ya taasisi ya Desa, ambao mafunzo haya ni mafunzo kuhusiana na elimu ya uzazi kwa vijana. Malengo ama matarajio baada ya kupata mafunzo haya ni kwenda kutoa elimu kwa vijana wenzangu chuoni na katika jamii mbalimbali ambazo zinatuzunguka
katika mazingira yetu. Elimu hii itamfanya kujijua kijana ama kujitambua kwamba yeye yuko wapi, anataka nini na anaenda wapi, ili kuweza kujijengea malengo yake na kuendeleza malengo yake ili kufika sehemu salama na tuliyotarajia. Ni hali ya kuwa salama kimwili, kiakili, kijamii, na sio tu hali ya kutokuwa na ugonjwa au ulemavu katika masuala yote yanayohusu mfumo mzima wa uzazi na jinsi unavyofanya kazi. Jamani, lazima uwe na seti ile pale, mwili, akili, kijamii, na usiwe na ulemavu wowote au shida yoyote kwenye via vya uzazi. We utasema una afya ya uzazi kwa vijana, na tumewalenga vijana walio katika umri wa ujana kuanzia miaka 9 mpaka 24. Na vyuo vikuu ni miongoni mwa wadau ambao kwa wanamiliki hawa vijana, na tunajua kwamba kuna changamoto nyingi za vijana zinawakumba, hususan katika masuala ya afya ya uzazi pamoja na ukimwi. Kwa hiyo tumewaita kwa ajili ya kupeana taaluma, kujengana uwezo ili tuweze kuwa ni mabalozi kwenda kuwasaidia. Jahazi TV.